Safari ya nuru na matumaini, Club TVR FC kuelekea Gitega. Nia safi ndiyo nguzo ya safari hii. Wakati jua la Ijumaa ya tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 likifikia kilele chake na waumini kusimama mbele ya Mola wao kwa swala ya Ijumaa, mara baada ya swala hiyo milango ya kheri itafunguka rasmi. Kutoka katika maskani ya Hekima Buyenzi, mtaa wa 20, msafara wa Club TVR FC utajielekeza mkoani Gitega. Hii si safari ya anasa wala mapumziko, ni safari ya ihsani, msafara uliobeba watu wenye maono makubwa, mioyo ya ukarimu na hamu ya kutafuta radhi za Allah kwa kuwatumikia waja wake. Club TVR FC imethibitisha kuwa wao si klabu ya michezo pekee, bali ni taasisi ya kijamii inayochochea maendeleo na kuwapa matumaini waliokata tamaa chini ya uongozi thabiti wa viongozi wake na wanaharakati walioiasisi. Tiba, mawaidha na michezo, harakati hizi zimepangwa kwa umakini mkubwa ili kugusa nyanja zote za maisha ya mwanadamu, roho na mahusiano. Ijumaa baada ya swala safari inaanza. Msafara utaondoka kuelekea Gitega baada ya swala ya Ijumaa. Jioni milango ya msikiti itafunguka, ambapo Imam Kanjali, kipenzi cha Uislamu Burundi, ataendesha darsa na mihadhara mizito. Maneno yake yatawafariji nyoyo, kukumbusha udugu na kuleta mwongozo wa Kiislamu kwa wenyeji wa Gitega. Asubuhi mapema siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni wakati wa tiba na tabasamu, muda wa vitendo vya kibinadamu. Dr. Sudi na Dr. Juma Musini kwa ushirikiano wao madhubuti wataongoza kambi ya afya kufanya uchunguzi na kutoa matibabu ya magonjwa sugu ya kisukari na tezi dume, yaani prostate, pamoja na tiba. Wagonjwa watapata sabuni maalumu kama msaada wa usafi na afya zao. Jumamosi mida ya saa 8 mchana kutakuwepo mechi ya kindugu. Baada ya kuuguza miili na kulisha roho, Club TVR FC watashuka dimbani kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya wenyeji wao wa Gitega. Lengo la mechi hii si ushindani wa vikombe, bali ni kuimarisha mahusiano mema na kujenga udugu wa Kiislamu wa dhati. Safari hii ya kihistoria inabebwa na mabega ya watu thabiti, majina yaliyobarikiwa na matendo yanayoshuhudiwa na jamii. Ni wajibu wetu kuwapongeza. Kiongozi Suleiman chini ya uongozi wake wenye maono mapana, Club TVR FC imekuwa chemchemu isiyokauka ya kheri. Hekima yake ndiyo dira inayounganisha wataalamu, wazee na vijana chini ya mwamvuli mmoja wa upendo na nidhamu ya hali ya juu. Imam Muhammad Kanjali, kipenzi cha kweli cha Waislamu nchini Burundi, yeye ni daktari wa roho. Maneno yake yenye fasaha na elimu yake ya kina ni nuru inayofuta ujinga na kuamsha mioyo iliyolala. Uwepo wake katika safari hii unaleta utulivu wa kiroho na baraka kubwa. Dr. Sudi na Dr. Juma Musini, hawa ni matabibu wa miili wenye upendo usio na kifani kwa jamii yao. Dr. Sudi na Dr. Juma Musini wanaunganisha taaluma zao kwa ushirikiano wa dhati, wakionyesha mfano mzuri wa jinsi nguvu ya pamoja inavyoweza kuleta faraja. Kujitolea kwao bega kwa bega, asubuhi na mapema, kuwapima na kuwapatia matibabu wagonjwa wa kisukari na prostate ni kielelezo cha juu cha uzalendo na unyenyekevu wa Kiislamu. Mwanaharakati Khalid Mabeti, shujaa asiyechoka, kila mara yupo mstari wa mbele pale penye dhiki na maradhi. Moyo wake wa kujitoa kwa ajili ya wagonjwa hospitalini na majumbani unadhihirisha ujasiri na huruma ya kweli inayomfanya awe nguzo imara ya harakati hizi. Hassan Kalume, katika msafara huu kuna nguvu mpya ya kipekee ya ujana iliyochanganyikana na busara. Bwana Hassan Kalume, kiongozi wa shirika la Al-Muslim Akhul Muslim, ni miongoni mwa vijana wanaoweka nguvu zao zote, akili na hekima kubwa ndani ya Club TVR FC, akionyesha mfano bora wa udugu unaovuka mipaka ya taasisi. Pongezi za dhati ziwaendee wanakundi wote wa Club TVR FC. Hili si kundi la watu wanaokunywa TVR tu. Nyinyi ni jeshi la amani, wazee na vijana mliounganishwa na mapenzi ya dhati kwa ajili ya Allah. Mtaacha familia zenu, kisha mtajidhabihu kwa mali zenu, muda wenu na nguvu zenu, ili kwenda kuwafariji ndugu zenu mkoani Gitega. Umoja wenu, nidhamu yenu na moyo wenu wa unyenyekevu uwanjani na nje ya uwanja ndio unaofanya Club TVR FC kuwa mfano wa kuigwa kote nchini Burundi. Ninyi ni fahari ya jamii ya Kiislamu. Tunamwomba Allah aubariki msafara huu wa kheri kutoka mtaa wa 20 Buyenzi kuelekea Gitega, awajalie safari njema ya kwenda na kurudi salama bila vikwazo vyovyote. Allah awape wepesi na kuwabariki. Niyawategemea kuja kuitumikia, na hilo twashuhudia mnavyotekeleza.